Kwa mukhtasari tu tujue kwamba miaka iko mitatu. Miaka iko hii mitatu ambayo yote miaka hii yafaa kujua, na ieleza kwa kifupi fupi tu. Miaka hii mitatu, kuna mwaka ambao tunaita miladia, huu wa ICU, unaona huo mwaka wanadai kwamba baada ya kuzaliwa Nabii Allah Isa, huwa Juni na Januari. Huu tumeukuta unatumika katika mishahara, watu wameujua kutokana na mishahara, walikuwa wengi wanafanya kazi katika maofisi na mengineyo. Hakuna mwaka vile vile huu wa Kiislamu unaoitwa hijiria. Huu ni mwaka ambao unafuata kila mwaka, kila mwezi unakuwa imani siku 29 au 30 tu, hakuna zaidi ya hivyo. Huu mwaka wa hijiria ndio mwaka wetu sisi, ndio ule ambao kwamba Al-Faruq Umar kaupangia tarehe na sisi tunadharau leo. Halafu kuna mwaka mwingine ambao si zamani Kiswahili tunaita mwaka wa miongo. Mwaka wa miongo huu mwaka kifursi, mwaka wa kifursi unaanzia mwaka mwanzo kabisa, unaanzia katika mwezi wa kwanza, unaanza katika siku inaitwa Nairuz. Mwezi huu unajulikana sana Iraki kule na wapi na huko Irani, kwa sababu wenyewe ni Wafursi. Naeleza haraka haraka kwa sababu wanasema hivi, ile jua linahama linakwenda katika buruji 12. Buruji ziko 12, yani jua lina vituo vyake. Buruji ya kwanza inaitwa Hamali Kondoe. Zamani katika magazeti ilikuwa inatolewa pale, inapofika kwanza pale lilijua likifika mwanzo katika buruji hiyo, ndio inaitwa Yaumun Nairuz, inaitwa Yaumun Nairuz. Hiyo yeye hasa walikuwa Washirazi wameipata kutoka Wafursi, na hii zamani ilikuwa watu wakifuatilia sana kwa sababu ya ukulima. Wakulima najua kipindi hichi cha mvua za mchoo. Sasa hizi mvua tunazita za mchoo, nyinyi mnauliza mvua gani? Mvua gani? Mvua zimeletwa nyinyi na mjui. Hizi mvua za mchoo zinaitwa. Zamani walikuwa wakitumia kunini kualisha choroko, kunde, nilikuwa zinakuja kimoja alipotaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani mkulima anakaa analima, mara mvua imekuja, anaingia kwenye kibanda chake kidogo, anakaa kidogo, mvua mara imetulia, jua linatoka, anaendelea kulima. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa kipindi chake ndio hiki tunachokiona. Alafu baada hapo inakuja mvua ya vuli, ile mvua ambayo inakuwa mpaka Desemba na ambayo ina ghasia nyingi sana, upepo mwingi na radi na hivi, ile inakuwa mvua ya vuli. Alafu baadaye inakuja mvua masika ambayo maarufu ni katika baina mwezi wa Aprili na Mei, mvua ambayo haina ghasia hiyo, maji tunamwaga maji tu. Naona hivi vitu wanavijua watu kutokana na mwaka huo wa Nairuz tunaosema, mwaka wa Nairuz. Na kwa siku zake hizi mbili nilikwenda jua mpaka katika buruji inaitwa Hamali. Mimi bwana si mtu wa falaki, nasema kutokana na maelezo yao tu jamani, mtu wa falaki sio jua likifika katika buruji ya Hamali Kondoo ndio naambiwa Nairuz. Unaona haya, nakwenda tena katikati, nafika mahala buzi inaitwa Mizan, inaitwa Mihrajan. Wanasema siku hizi mbili hizo Mashariki ya Kati hali ya hewa inakuwa sawa sawa, si joto wala si baridi, na usiku na mchana inakuwa sawa sawa, saa 12 huku saa 12 huku. Maana nchi zetu wenzetu kule unaona tofauti waweza kuona tofauti ya mchana usiku, hapo uone una sawa sawa lakini kule usiku unaona mrefu uko wazi wazi, mchana uko. Sasa siku ile ikifika siku hizi mbili hizi Mihrajani na nini na hiyo Nairuz, wasema wataalamu jiografia, jua linahama yote yameelezwa katika jiografia. Na alafu basi bahari inakuwa kubwa sana, yani mawimbi yanakuwa makubwa sana, yani wewe mwenyewe ukifika pale utaogopa jinsi ilivyo. Sisi ambao zamani tulikuwa tunakaa katika vijiji karibu bahari, yanavyojaa maji utafikiri kijiji kitapotea.
utafikiri kuna yani kijiji kitachukuliwa maji kabisa, lakini Allah kapaka mipango yake pale pale, inakuja maji mpaka pale, alafu inarudi. Hii inakuwa katika siku yake maalum, hata zake mrefu sana, lakini kidogo tunataka kuchomekea hapa ili watu waone kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mambo kayaweka hikma zake, yanahitaji muhadhara mzima huu.